Ndugu mpendwa, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu ametupa neema tena kuiona siku ya leo. Awali ya yote nitamshukuru Mungu. Baba yetu wa mbinguni, mfalme wa mbingu na nchi, pokea sifa, heshima na utukufu. Asante kwa kuwa ni mwaminifu, umetusaidia. Hatimaye tumeweza kuingia katika siku nyingine tena. Tunahitaji mwongozo kutoka kwako. Naam, sasa tunayo tafakari ambao tunaomba utupe neema ya kuweza kusikia yale yaliyokusudiwa ndani yake, yatusaidie na kutuongoza vema katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu yangu mpendwa, ninakukaribisha tena katika tafakari ya neno la Mungu kutoka kitabu kile cha Wakolosai sura ile ya 4 na ule mstari wa 5. Biblia inasema, enendeni kwa hekima mbele yao walio nje, mkiukomboa wakati. Neno hili ni zuri mno kwako, na napenda iwe salamu yangu kwako kwamba kwa sababu Mungu ametusaidia tumeweza kuingia katika siku mpya tena. Hatuna budi kuenenda kwa hekima mbele yao walio nje. Kama watu tuliookoka, tunakwenda kuchanganyikana na watu wengi wasiookoka. Lakini moja ya vitu vikubwa vitakavyoweza kutusaidia ili tuweze kutoka na kurejea salama hatimaye ni vile tutakavyofanikiwa kuenenda kwa hekima mbele yao walio nje. Tumezungukwa na uharibifu pande zote, lakini pamoja na kuwepo kwa uharibifu, si lazima uharibifu huo utuathiri. Tunaweza tukabaki salama ikiwa kama tutatumia kanuni hii. Tuna mfano wa ndugu yetu Yusufu katika Biblia, ambaye aliishi katika mazingira ya uharibifu. Tangia mwanzo, baada ya kuona ndoto, aliposimulia ndugu zake, tayari mambo ya uharibifu yalianza, lakini alienenda kwa hekima mbele yao hata akawa salama. Hata siku alipowapelekea chakula ndugu zake, aliwakuta wakiwa wamefanya kikao kwa ajili ya kumuua, na walipokea chakula chake wakamtupa kwenye shimo, lakini bado alibaki kuwa mtu mwenye hekima. Na unaona baadaye aliuzwa huku na kule mpaka kufikia kwa bwana Potifa pale. Namna alivyoishi utamuona kabisa kwamba alienenda kwa hekima. Alikuwa ni mtumwa, lakini alienenda kwa hekima. Alikabiliwa na mazingira ya uharibifu kiasi cha kutakiwa kuzini na mke wa bosi wake, lakini hata hivyo bado alienenda kwa hekima. Hekima yake imemsaidia hata akiwa gerezani, na ile hekima ndio iliyomsaidia kutafsiri ndoto ya mfalme. Kwa hiyo kwa msingi wa hekima, Yusufu aliyedharauliwa, Yusufu aliyeonekana kuwa si kitu, Yusufu aliyepuuzwa, baadaye aliheshimiwa na kuwa kiongozi mkuu katika nchi ya Misri kwa sababu alizingatia sana matumizi ya hekima. Napenda nitumie nafasi hii kukuambia ndugu yangu unayenisikiliza, hekima ni chombo muhimu sana katika maisha. Kinaweza kukufanya ukafika mahali ambapo usingeweza kufika. Kinaweza kukupa uaminifu, ukaaminika na kuthaminiwa mahali ambapo watu wangekudharau ama walishakudharau tayari. Kwa hiyo kwa kutumia hekima utaweza kuepuka mambo mengi. Hekima ni silaha muhimu sana katika maisha. Kwa hiyo ninaposoma kwamba enendeni kwa hekima mbele yao walio nje, najisikia raha sana. Hatupaswi kuongea kama wanavyoongea wale walio nje. Hatupaswi kutenda kama wanavyotenda wale walio nje. Hatuwezi kufuata kanuni zao, lakini wao wanaweza kufuata kanuni zetu. Kwa hiyo salamu hii ndio nimeona kwa leo uendelee kuitafakari. Enenda kwa hekima mbele yao walio nje. Lakini jambo lingine, ni vizuri sana kukomboa wakati. Moja ya vitu vilivyotuchelewesha katika maisha ni kupuuza wakati. Wakati huo haujirudii. Kwa hiyo ni vizuri kukomboa wakati kwa kufanya kile Mungu anachotaka kifanyike, ili mradi mazingira yanaruhusu kifanyike. Na hata pale mazingira yanapokuwa yaruhusu, ni vizuri kwenda kumuomba Bwana wa mazingira
ili aruhusu mazingira yawe sawa uweze kukamilisha jambo lake. Kwa hiyo tusipuuze wala tusicheleweshe mambo ya Mungu yanayohitajika kufanyika kwa wakati. Zingatia kukomboa wakati. Walio wengi unapokuwa kanisani, kuna vitu Mungu anaagiza. Wakati mwingine kuna michango, watu wanakubaliana nitatoa lini. Wakati mwingine kuna majukumu napewa, kuna makubaliano mpaka wakati fulani yatakuwa yametimia. Katika maisha si vizuri kuchelewesha kazi ya Mungu. Ama kwa lugha nyingine, si vizuri kukwamisha kazi ya Mungu. Chukua tahadhari, kusiwe na kazi au jukumu lolote la kimungu linalokwamishwa na wewe. Usiwe sababu ya kukwama kwa kazi ya Mungu mahali popote. Kwa jitahidi sana kukomboa wakati. Kuna mambo ambayo hayakusubiri. Kwa hiyo jitahidi kukomboa wakati. Kufanya hivyo utampendeza Mungu. Ujumbe wa leo unasema, enendeni kwa hekima mbele yao walio nje, mkiukomboa wakati. Lakini pia ni kuongezea andiko la mwisho kutoka kitabu kile cha waraka wa Paulo wa kwanza kwa Wathesalonike, ile sura ya 4 na ule mstari wa 12, inasema, ili mwenende kwa adabu mbele yao walio nje, wala msiwe na haja ya kitu chochote. Kwa hiyo sambamba na kuenenda kwa hekima, lakini pia unaaswa kuenenda kwa adabu mbele yao walio nje. Kama mtu aliyeokoka, unafahamu wewe ni kiongozi wa wenzako. Usiwe mtu wa lawama kama wanavyolaumu wao. Wewe ni kiongozi wa wenzako. Enenda kwa adabu. Binti au kijana, baba au mama, jitahidi kuenenda kwa adabu, lakini kwa hekima mbele yao walio nje. Baba, katika jina la Yesu, mfalme wa mbingu na nchi, ninaendelea kuwa na shukrani mno kutoka kinywani mwangu na moyoni mwangu kwa vile ninavyokuona ukiwa mwema. Umetupa maelekezo asubuhi ya leo ili tunapotembea popote tutakapokuwa na katika mazingira yoyote yale tutakayokuwa nayo, tuenende kwa hekima mbele yao walio nje. Na itakuwa ni sura itakayotuthibitisha kwamba hakika sisi ni watoto wa Mungu. Na kushukuru Mungu kwa sababu utakwenda kusimama nasi na kutuwezesha. Wakati mwingine mazingira ni magumu, lakini tunaamini kwa kutumia kanuni hii ya leo tutaweza kufanikiwa. Tunasimama kinyume na hila zote za ule mwovu zinazotutafuta zikashindwe katika jina la Yesu. Natamka baraka kwa ndugu yangu huyu, ukambariki na kumfungulia milango kadiri atakavyolichukua neno hili na kuliweka katika utendaji. Baba, utambariki, utamsaidia. Pasipo na njia, natangaza mpenyo katika jina la Yesu. Na vunja roho za kichawi, manuizo mabaya na kila uharibifu na giza lolote lile linalomkabili mtu huyu vikashindwe katika jina la Yesu. Ikiwa ni pamoja na magonjwa, udhaifu, mwingine ni mdhaifu, ana shida ya kimwili, na mkabidhi kwako Mungu, umponye kwani wewe ni mponyaji. Ninashangilia nikisema asante kwa sababu ninaamini Bwana Mungu umeshasikia na utakwenda kufanya. Wanangu wakawe salama kila mahali watakapokwenda, ukawalinda na kuwafunika katika jina la Yesu, amen. Ndugu yangu msikilizaji, nikutakie asubuhi njema yenye uheri. Mungu wa mbingu na nchi na awe pamoja nawe. Endelea kumpenda Mungu. Enjoy the day. Ninaizungumza nawe ni mimi mtumishi wa Mungu, ndugu yako Fikirini Jonathan, nikizungumza kutokea hapa jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Shalom, shalom.